Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Jana nilizungumza na wewe nikakueleza hasa safari ya waziri mkuu ambaye Benjamin Netanyahu amewasili kule Marekani akiwa na mkewe. Sasa kumekuwa na kile ambacho unakiona. Baadhi ya video nyingi unaziona zinatembea mitandaoni, video za maandamano kumpinga, kumkosoa, kumuonyesha kama maandamano ni mengi ndani ya Marekani. Na huu ndio ukweli, unabaki kuwa huo ni ukweli. Lakini kumekuwa na maoni tofauti ya viongozi mbalimbali duniani wakionyesha kupinga hasa ziara hii. Ziara hii kwangu mimi nilitamani kuiona katika muktadha wa wale wenzangu au wale rafiki zetu ambao wao ni wanaharakati wakilizungumza hili kwa nafasi yake. Kitu kimoja kinachonishangaza sana kuwa wanaharakati wetu wa Kiafrika kwa kweli wao huwa wanaona tu kile kinachoonyeshwa pekee na ulimwengu wa magharibi. Yani utaona kama swala limezungumzwa labda kwenye bunge la Ulaya, swala limezungumzwa na Marekani kuhusu moja ya nchi ya Afrika, watalibeba, wataishambulia kweli kweli nchi hiyo. Lakini yanapotokea ya hawa wakubwa, wanaharakati unastopu, yani haufanyi kazi wala huwezi kusikia hata ukosoaji hata kidogo. Ni juzi nimezungumza hapa na wewe nikakwambia kuwa wa Venezuela wanauliza fedha zao ziko wapi zilizouza mafuta. Wa Venezuela wanauliza kiasi cha bilioni 13 fedha zao ziko wapi. Hili ni moja ya swali ambalo Donald Trump ameulizwa jana. Ameulizwa na mwandishi wa habari kuwa taarifa zilizoandikwa kwenye vyombo kuwa Marekani imezuia fedha za Venezuela ziko wapi fedha za Venezuela. Hakuna jibu alilolitoa moja kwa moja. Fedha za Venezuela ziko wapi? Anasema kuwa kuna fedha zimetumika kwenye vita. Nilikuwa nikijaribu kufuata maoni ya watu mbalimbali kuhusu hilo. Watu wakawa wanauliza kuwa vita gani? Vita gani ambayo imetumika kwa ajili ya hizo fedha? Yani Marekani wakati amekusanya vikosi vyake kuizunguka pwani ya Venezuela, kupeleka askari, meli, kila kitu, zile gharama zote zilipelekwa juu ya mgongo wa mali za Venezuela. Yani hapakuwa na petition yoyote iliyofanyika. Yani kusema kuwa labda kulikuwa kuna, naweza kusema ile petition ni kuwa maoni ya umma ya ndani ya Venezuela ambao walipiga kura kusema kuwa jamani, huyu rais katuchosha, hii serikali na nini, kwa hiyo tufanye kura ya maoni, tupeleke ombi kwa Marekani aje atusaidie. Manake hapo ingekuwa ni biashara. Baada ya kupeleka request ile, Marekani angetoa kuwa bwana, mimi kazi yenu hii nitaifanya kwa gharama kiasi fulani. Mko tayari? Tuko tayari. Watu wangesaini. Lakini aliyefanya ni Marekani kwa maamuzi yake, kwa ajenda yake ya kupora mafuta ya Venezuela. Anamaliza mafuta ya Venezuela, fedha kazuia. Anaulizwa zimekwenda wapi? Kuna baadhi ya fedha zimegharamikia vita. Vita gani? Vita ya kumuondoa Nicolas Maduro madarakani. Jamani, hapa sasa ndio nilitamani kuwasikia wale ndugu zangu kuwa mna wateteaje hawa raia wa Venezuela ambao fedha yao kihalali kabisa inaonekana imedhulumiwa. Mbona mlikuwa nao kwa pamoja dhidi ya serikali ya Maduro wakati ulimwengu wa magharibi ukizungumza kwa hawa raia wananyanyasika sana? Nyie mlikuwa nao pamoja. Kwani wamebadilika nini hawa raia? Hawa raia wamebadilika nini? Yani the same kile ambacho kilikuwa kikizungumzwa na wanaharakati duniani. Tuliona mwanzo wa vita ya Irani. Nikaona wanaharakati wengi wakiwemo wa Kiafrika kuunga mkono hadi mauaji ya Marekani yaliyofanyika ndani ya Irani. Wakaunga mkono kila hatua zilizochukuliwa, wakaanza kuchukua na wakatuonyesha na video nyingi zilizokuwa zikionekana kuwa watu wanaunga mkono kuanguka kwa utawala. Hakuna utawala usiochukiwa duniani. Na kuhusu utawala wa Irani mimi nilishaeleza mara nyingi sana. Misimamo yake, raia wanaona vipi, vijana wanaonaje, kukubalika kwake. Sijawahi kusema kuwa serikali inakubalika, lakini walituonyesha huo upande. Ila pale tulipoona kuna uhalifu mkubwa unafanya dhidi ya raia
ambao wao walidai kuwalinda, wanaharakati walikaa kimya. Hawakutuonyesha kabisa kuwa hili liko hivi. Sasa juzi mwendesha mashtaka Karim Khan kawajibishwa. Nadhani nililizungumza juu kwa juu. Aliwajibishwa kwa kuondolewa kwenye nafasi yake. Nilikuwa nikimsikia ambaye ni msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa ambaye amewekewa vikwazo pia na Marekani, Francisca Albanese, kwenye moja ya interview anasema kuwa swala mfano ukichukua hapa duniani, anasema kuna kitu kinaitwa Holocaust. Holocaust ni tukio ambalo linatembea kama vile ngao ya Wazayuni, hasa wanalitumia. Naomba nitumie neno Wazayuni, sitaki kutumia neno Wayahudi. Wazayuni hulitumia kujikinga. Inatajwa Holocaust ilikuwa ni matukio yaliyokuwa kati ya miaka ile 1930 kwenda mpaka kwenye vita ya pili ya dunia. Ilikuwa ni shughuli maalum ya serikali zilizokuwa na nguvu, ikiwemo serikali ya Wanazi ya Kijerumani ya bwana Hitler, kuangamiza Wayahudi duniani. Inatajwa hivyo, na ndio ilivyoandikwa kwenye vitabu kuwa ilikuwa ni Holocaust ilikuwa ni maangamizi dhidi ya jamii moja, yani Wayahudi waangamizwe duniani. Ukimsikia Francisca Albanese anachokisema kuwa hadithi hii imebaki kuwa ni hadithi iliyotengenezwa kwa sababu ilataka kuhalalisha kitu mbele, na ndio maana leo hii Holocaust imekuwa ni ngao. Yani ukikoa Marekani pale, wale watu wazima wale, ukisikia Holocaust survivor, yani walionusurika na mauaji, imekuwa ni kama ile inasema ule uhalali wa kuhalalisha uhalifu. Yani leo Wazayuni au Waisraeli wanaweza kumuua au wanaweza wakaangamiza jamii nzima wa Palestina pale wanapohojiwa wanasema kuwa mlikuwa wapi wakati Holocaust yani kuwa ile Holocaust inafanya kuhalalisha wao uhalifu wao wote. Sasa ukimsikiliza Francisca Albanese anachokisema kuwa hapakuwahi kuwepo na Holocaust. Na hili ukienda kutazama historia nyuma, nenda katazame jeshi la Wanazi la Hitler, utagundua ndani ya jeshi la Hitler lilikuwa limejaa Wayahudi. Lakini inatajwa kuwa ilikuwa chuki dhidi ya Uyahudi wote. Yani vita ilikuwa ni dhidi ya Uyahudi. Kwa hiyo hili swala likatengenezwa kama vile ndio wao kuhalalisha mauaji yao, kujitengenezea kwenye nafasi nzuri, kuonekana kama wao walionewa sana huko kipindi cha nyuma. Kwa hiyo katika kila ambacho wanakifanya hivi sasa ni katika self defense, ambayo huwa ninazungumza kuwa haki ya kujilinda ya Israeli ambayo haina mpaka. Yani haki yao ya kujilinda haijawahi kuchorewa mstari kuwa wewe unapaswa kujilinda kutokea wapi na unajilinda dhidi ya nani kwenda wapi, kwa sababu wana uwezo wa kumuua mtoto wa miaka 2, wana uwezo wa kumuua mtoto wa miaka 5, wana uwezo wa kuangamiza shule nzima ya watoto kwa excuse ya kuwa self defense. Wanayo haki ya kujilinda. Hii ndio dunia ilipo. Sasa Netanyahu yuko Marekani akiwa ni mhalifu. Karim Khan anaondolewa kwenye nafasi yake. Kwa sababu gani? Aliendesha jopo la wanasheria au majaji wa mahakama ya ICC kuhakikisha kuwa mahakama hiyo isingefumbia macho kile kilifanyika Gaza. Nadhani mnakumbuka kadhia ya wakati huo. Boris Johnson akiwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza alimtishia wakati anataka kutoa hiyo taarifa kuwa ukitoa, akasema yatakukuta mabaya. Nadhani Uingereza walipiga kelele sana, wakasema kuwa uchunguzi unatakiwa ufanyike. Watu ni Boris Johnson alikuwa waziri mkuu, alikuwa waziri wa mambo ya nje. Tuelewane. Alikuwa waziri mkuu. Baada ya kuondoka kwenye nafasi yake, Rishi Sunak alivyokuwa waziri mkuu akamteua kuwa waziri wa mambo ya nje. Kwa hiyo namuelezea akiwa waziri wa mambo ya nje. Ndio ninapomuelezea. Alipomtishia au alipoitishia mahakama kuwa, akawaambia kuwa hiyo mahakama ya ICC haijatengenezwa kwa ajili ya kuwashughulikia ulimwengu au viongozi wa ulimwengu wa magharibi. Hiyo ni kwa ajili ya viongozi wa Kiafrika pamoja na viongozi majambazi kama kina Putin, sio kwetu sisi. Sasa hiyo ndio iliyoainishwa, inaitwa haki inakopatikana. Wanaharakati mpo? Kwa nini hamtetei? Karim Khan kaondolewa kwenye nafasi yake kwa kashfa ya kujihusisha kimapenzi na mtumishi wake
anatajwa, mtumishi wake alikuwa na uhusiano naye. Ushahidi ambao haujapelekwa, ushahidi ambao haujatolewa wa kuthibitisha madai, lakini wamefikia muda na nafasi ya kumuondoa kabisa kwenye nafasi. Lakini kilichofanyika Gaza, kuna mtu kwenye simu yake haoni au hajui kilichofanyika Gaza? Nani hajaona kinachofanyika Gaza? Hicho hakina ushahidi. Netanyahu hajafanya lolote, hiyo hamna ushahidi wake. Lakini ushahidi dhidi ya Karim Khan umepatikana. Hebu rudi nyuma, kabla ya Karim Khan hajawa mwendesha mashtaka mkuu, alikuwepo mwanamama raia wa Gambia, Fatou Bensouda. Fatou alitaja viongozi wa Israeli waliomtishia maisha kwa majina. Wakati huo anataka kuanzisha uchunguzi dhidi ya uchokozi au vurugu za Israeli za 2014 na 2020 zilizotokea kule Gaza. Akapewa vitisho na familia yake yote kuanzia Marekani, wakamtisha kweli kweli kuwa ukithubutu utaona. Dunia iko wapi? Iko kimya. Wanataka tuimbe nyimbo na mapambio ambayo labda wanataka wao tuyasikie. Sasa muhalifu wa kivita ambaye haiondoi uhalifu wake yuko Marekani, kwenda kuzungumza na Donald Trump kwa mara ya kwanza tangu vita ya Iran imezuka. Kwa nini muda mrefu imechukua? Ukirudi nyuma kutoka hapo, kabla ya vita ya Irani walikutana zaidi ya mara 6. Haraka njoo tupe mipango, kwa sababu wakati huo alikuwa bado ni mua mtamu. Leta tulete, kwa sababu unajua alikuwa anakupa mipango kama vile ya wafanya biashara. Sasa tukiweka hapa, ukalima hapa, utafanya. Kwa hiyo inavutia. Ndio Donald Trump akaona kuwa kupitia Netanyahu nitafaidika kisiasa na nitaweka historia kubwa sana kuwa mimi rais ambaye, kwa sababu mfupa wa Irani uliwashinda kina Obama, mfupa wa Irani umewashinda wengine wote, mfupa wa Irani mimi ndio, kwa sababu Netanyahu alimhakikishia sana. Yani rafiki aliyekuhakikishia biashara ambayo alikuletea akakuthibitishia, sasa mmetupia noti zenu zimeenda kubounce kule, yani mnahesabu hasara. Kila ukimtazama unasema huyu ndio kaniingiza chaka. Ndio kilichokuwa hicho. Sasa kilichokuwa hapa, tunusuru. Kuna wakati unasema kuwa biashara inapoenda wrong, unasema kuwa tuokoe mtaji. Ni katika ile nadharia ya lugha yangu ambayo huwa napenda kukuambia kuwa kwenye mazungumzo utakwenda kukaa kwa vitu viwili. Umepata, urasimishiwe. Kilichobaki unusuru. Kwa hiyo kilichobaki kunusuru ndio kile kinaitwa kwenda kulinda mtaji. Hebu tulinde mtaji ili tufikirie tunaweza tukafanya biashara gani nyingine. Lakini kama tutaendelea kufanya hiyo biashara ambayo mwanzo imetupiga shoti, ya pili imetupiga shoti, ya tatu imetupiga, manake tunaenda kurarua mtaji wote, tunaumaliza. Hatuwezi kufika kokote. Inabidi kwa hiyo tuketi, tunusuru mtaji. Inawezekana haya ndio mazungumzo yanayobaki ya kunusuru mtaji. Lakini ni tofauti kwenye hili. Biashara ya wawili walioshirikiana, katika hasara hiyo kuna mmoja anafaidika katika hasara ambaye yeye hakutoa mtaji. Yani unakuta capital inaendesha biashara haikuwa imetoka kwake, ilikuwa imetoka kwa mwingine. Yeye alikuwa ametoa tu wazo. Kwa hiyo kwa sababu yeye ndio alikuwa msimamizi wa biashara, huenda anafaidika na hasara ya mwenzake. Yani mwenzake kadri anavyotoa anaona sasa huyu anataka anusuru mtaji, lakini wanamwambia no tuendelee, huko biashara inaweza ikakaa vizuri huko mbele. Huyu mwenzake anamwambia kuwa haiwezekani. Ndio hadithi iliyopo. Netanyahu anatamani Trump aendelee kutumia mtaji wake kupeleka ili aendelee kuhesabu hasara Trump, hali ya kuwa yeye anaendelea kufaidika. Nilikuwa nazungumza, kuna rafiki yangu mmoja anakuambia kuwa ukienda kwenye, nitatumia hii si kusudi yoyote, lakini yani ni katika mazungumzo ambayo tunayazungumza sana. Anasema ukienda kwenye makampuni mengi utakuta kuwa makampuni mengi, hasa wanasema kuwa makampuni ya watu, mfano hapa mjini kwetu, makampuni mengi yameajiri watu jamii ya Wahindi. Sio mbaya. Yani wameajiri Wahindi wengi kwenye makampuni pale wanaendesha. Anasema hivi hamuwaoni foreigner? Yani hamuwaoni watu wengine? Nilikuwa nikizungumza na rafiki yangu mmoja, ni mfanyabiashara mkubwa tu. Eti kwa nini mnaajiri sana Wahindi? Hamuwaoni hawa wengine wako hapa? Anasema tuna shida moja tulionayo. Na hii tunazungumza yani sisi, akawa ananiambia unajua sisi wa Afrika au sisi wa Swahili au sisi vyovyote vile tuna shida moja. Ukimwajiri mtu ukamweka hapa na kuweka dukani kwangu, basi hii simu tunauza shilingi 2,000. Yeye atauza 2,500.
sio tu kwa atakuletea 2,000, yeye atapiga mpaka mtaji. Yani mpaka yani ile 2,000 atauza na bado hawezi kukuletea ile 2,000 uliouza unani. Anasema tofauti ni ndogo tu. Wahindi sio wote, now sometimes, lakini anasema most of them, yani unamweka dukani au unampa kwenye biashara yoyote, bana nauza shilingi 1,000 hii, basi yeye atauza 1,200, halafu 1,000 yako atakuletea. Yeye atavuta ile tu 200 ya kwake, na huyu atalinda mtaji wako kwa nguvu zote. Yani atahakikisha wewe hufilisiki, kwa sababu yeye halipi renti, halipi kodi, halipi mapato, halipi chochote katika. Kwa hiyo 200 yake inaingia free. Kwa hiyo anachofanya yeye ni kuhakikisha wewe hufilisiki. Yani anakulinda kwa nguvu zote uendelee kukua ili naye akue. Hana hasara kukua kwako wala hana lolote. Anasema sasa sisi Waswahili ni atauza apige mpaka faida na kila kitu anakwenda anapiga. Jamani, sio wote, sijakusudia kumdhihaki Mswahili wala kumsifia nani. Nasema baadhi, ndio maana baadhi ya makampuni unakuta yameajiri zaidi watu kutoka jamii. Anasema kuwa wao ndio hiyo walionacho, yani ni kama vile wanafundishwa, yani kuwa hiki kinafundishwa kutoka huku chini. Yani unafundishwa na kinakuwa hivyo. So ukichukulia hii nadharia inagonga kwenye uhalisia wa kinachoendelea kati ya Donald Trump na Waziri Mkuu Netanyahu. Netanyahu amekuwa mfanyabiashara wa Kiswahili. Mfano, yani mfanyabiashara wa Kiswahili ambaye yeye anahakikisha wewe unafilisika, sio kuwa anakupa faida yoyote ambayo itarudi kwako kukuonyesha kama utapata chochote. Yeye anachotaka wewe ni kufilisika. Sasa anakwenda kufanya nini? Kwa sababu bado ziara imekuwa haieleweki. Ukisikia kwenye kauli yake kabla ya kuondoka Israeli, alisema kuwa mada kubwa inaweza ikabaki kuwa ni Irani. Mada gani kubwa watazungumza kuhusu Irani? Jana Rais Donald Trump anazungumza na vyombo vya habari, anasema kuwa tuko kwenye mazungumzo friendly. Unajua mazungumzo friendly, ya kirafiki. Yani wako kwenye mazungumzo ya kirafiki. Sasa hayo mazungumzo ya kirafiki ni mazungumzo gani ya kirafiki? Hali ya kuwa Irani wanakanusha, wanasema hatuna mazungumzo yoyote. Sisi hatuko kwenye mazungumzo yoyote. Hayo mazungumzo ya kirafiki ni yapi? Wakati huo Donald Trump anasema kuwa ikiwa watakataa kukubali makubaliano yoyote hivi sasa, tutawashambulia kweli kweli. Kuna kipya chochote, kuna tishio lolote ambalo kwa Marekani hajafanya kwa Irani, kuna kitu ambacho hajashambulia kutaka kujaribu kuibadili hadithi, au kuna chochote? Jana wakati anazungumza na vyombo vya habari akarudia wimbo wake. Sometime unajisikia, unajua nitakwambia hizi siku 2, mfano kwenye mtandao wake wa Truth Social aliposti picha za AI. Unajua AI sasa hivi imekuwa ni vurugu, na kuna wakati hata tunashindwa kufanya nini kwa sababu vurugu za AI zimekuwa kubwa. Taarifa nyingi, video nyingi zinakuwa created, yani wakati mwingine unashindwa kungamua hii ni ukweli si ukweli. Kwa hiyo unachukua tahadhari kubwa sana kuelezea kitu kabla hujakiona au umekiona, mpaka ujiridhishe vya kutosha sosi, chanzo na imezungumzwa wapi. Yani leo hii haikuonyeshi ufahari wewe kuwa wa kwanza kuripoti chochote, kwa sababu mtu anabuni kichwani na anaamua kutengeneza kile anachokibuni. Kwa hiyo AI inafanya kazi. Sasa Donald Trump akaposti kwenye mtandao wake wa Truth Social, akaonekana kuwa yeye anaitwa anasema mlinzi wa dunia. Alafu akaonekana kama kuna ndege za Kimarekani zimeshambulia meli ya Irani. Halafu kwenye hiyo picha akaonekana ameshika bendera ya Marekani, anasema haya mafuta ni ya kwetu na mali za kwetu, yuko juu ya meli ya Irani. Kwa kweli ningekuwa mimi mfuasi wa Donald Trump, kwa huo ukatuni tu aliofanya, ningeacha kabisa kumshangilia. Yani namshangaa mtu mzima mwenye akili timamu ambaye bado anaweza kubaki nyuma ya huyu. Yani vita pekee aliyobaki kupigana hivi sasa ni ya kutengeneza kwenye AI, lakini in reality hakuna chochote anachokipata. Yani anaota ndoto kuwa tutafanya hivi, manake inaonekana wameshambulia kisiwa cha Karg, mabomu yamelipuka. Yani unatengeneza AI halafu eti nadhani kuna mmoja hiyo post nilipitia chini, nilikuwa nasoma comment, wakasema kuwa huyu hana madaktari. Hana madaktari wa akili wajaribu kupekua akili yake waweze kugundua kuwa uwezo wake wa kungamua, uwezo wake wa kuchanganua vitu. Hau kiongozi wa nchi anaweza kuposti kitu kama hicho hali ya kuwa kila kitu kule kimemshinda. Akarudia kauli, akazungumza kwenye vyombo vya habari, akasema kuwa tumewapiga vibaya, tumewashinda vita katika siku 14 zote, tumewashinda vibaya, tumeliangamiza jeshi lao la majini, tumeangamiza jeshi lao la anga, tumeangamiza mifumo yao ya drone, tumeangamiza kila kitu. Yeka stop kushambulia
ana siku toka Ijumaa, wenzake wameshambulia mpaka Jumamosi. Sawa, umefunga kila kitu, tuende kwenye hiyo nadharia. Swali jepesi tu, nani kafunga Hormuz? Mbona meli hazipiti? Nani kafunga Hormuz? Nani aliyesababisha vifo vya wanajeshi wa Marekani kule Jordan wakati wao hawana jeshi wala makombora hawana? Aliulizwa swali hilo jana kwenye Air Force One kuwa tunajua kuwa mmeishiwa silaha. Ni kweli? Anasema tunazo za kutosha. Tunazo za kutosha. Ikibidi tutaendelea na mashambulizi yetu. Muda huwa sio rafiki sana wa ulaghai. Mara kadhaa huwa nalizungumza. Muda hauwezi kukupa nafasi ya mara 10 mara ngapi kudanganya, kuongopea, kufanya vyovyote vile. Ukweli kuwa mechi hii inachezwa hali ya kuwa watu wameshikilia ile saa stopwatch. Wanatazama tu dakika zinakwenda, dakika ya ngapi? Tayari tumeingia August. Jamani, tuko mwezi August. Irani wanamchezesha Trump kwenye muda wa kuelekea uchaguzi. Ulimsikia Speaker Mike Johnson alichosema kuwa imetosha, tumalizane na hili, tujiandae na uchaguzi wa nusu msimu. Kwani Irani wanaishi dunia gani ambao wasiojua? Irani wanaishi ulimwengu upi ambao hawajui kile kinachoendelea duniani? Wanafahamu kila kitu na yajayo wanayafahamu, wanajua kilivyomkalia Netanyahu, wanajua yaliyomkalia Trump. Kwa hiyo wao wataendelea kuchezesha hii ngoma katika njia ile wanayoitaka wao. Nililizungumza hili kipindi cha nyuma nikamwambia, hawa jamaa waliyavumilia haya maisha kwa miaka 47. Yaani kuvumilia kutoka mwezi wa 3 mpaka kwenda kwenye uchaguzi wa mwezi wa 11, unafikiri wanashindwa hawa? Kamuulize Jimmy Carter walichomfanyia. Kamuulize Jimmy Carter walichomfanyia. Walimchezea mchezo kama huu, wakaenda naye mwisho wakamla kichwa. Na ndio inabaki na ile nadharia yangu ninachowaambia mara zote kuwa ima apoteze mmoja kati yao au wanapoteza wote. Na Irani anakusudia jiwe moja ndege wawili. Ndio maana unaona kuwa kuna wakati wanaangalia tu ile michezo inavyochezwa, wanaenda nayo kwa sababu wanajua kabisa kuwa huyu ni panya, mbio zake zote zitaishia kwenye shimo. Yaani hata akimbia aende wapi atakuja aingie kwenye shimo. Kwa hiyo ni wamekaa wanamlia timing tu, ataingia tu kwenye shimo kwa sababu hana chaguo jingine la kuamua kile ambacho anahisi anaweza kukipeleka kwenye njia yake.